Hawaambiwi Yesu ni nabii, wanaambiwa Yesu ni Mungu. Hawaambiwi wangu hii Yesu ya kuwa nabii, hiyo huwa inafichwangwa. Ni kadi mchungaji ameficha. Ila anaambiwa ni Yesu ni Mungu. Ila Yesu kuwa nabii wa Mungu hawaonyeshi. Soma hiyo sasa. Wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari? Biblia tunaitumia kuwatoa katika nini? Kuwatoa katika Ukristo. Ni kama chambo kwa samaki. Yule mvuvi akichukua chambo akaweka, lengo sio chambo, lengo ni samaki atakayefuata hiyo chambo ili atolewe nje. Sasa tukiweka Biblia, lengo sio Biblia, lengo ni kuwafuata Wakristo watakaoona Biblia wakuja wasome. Tuwatoe huko tuwalete huku. Sasa Biblia tunatumia kama chambo kuwafuata wale wanaoifuata. Kama ingewekwa Biblia juu ya meza ungekuja. Tungeweka tu Qur'ani peke yake, wangesema hii ni mkutano wa Maulidi, hawangekuja, wangetoroka. Lakini tumeweka Biblia ndio imewafuta, kwa sababu Biblia mnaamini ni kitabu cha Mungu. Tumeweka juu ya meza ili mkaribie. Mkishakaribia tu tunafunga Biblia, tunasoma Qur'ani ili mfuate haki. Sasa hiyo Biblia ni yenu. Hiyo maneno unasoma inamaanisha nini? Ni wewe ni mwalimu, huwa unatoa ili andiko. Aya, mpe asome. 15 enda hiyo 21. 20. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Sisi hatuna mtu anaitwa Kristo. Sisi tunamjua Yesu. Kristo hatumjui. Huyu Kristo aliyefufuka katika wafu mtatuambia. Endelea. Limbuko lao waliolala. Limbuko lao waliolala. Hao waliolala ni gani? Rudi 18. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo. Hao nao waliolala katika Kristo, yani wa Kristo wamepotea. Ati nini? Wamepotea. Hao ndio watu waliopotea. Ndio tunawaambieni acheni kupotea. Rudini katika haki. Yesu sio Kristo, Yesu ni Al-Masih. Sio Kristo, ni Masihi. Yohana 1:42. Yohana 1:42. Neno Kristo ni tafsiri ya neno Masihi, ni fake. Neno Kristo ni fake. Original ni Al-Masih. Ndio maana katika Qur'ani inaitwa Isa, anaitwa Masih Isa ibn Maryam. Haitwi Kristo Isa. Hii Kristo ni fake. Ni neno iliyotafsiriwa. Original ni Al-Masih. Ushahidi, soma hiyo. Inasemaje? Huyo akamwona kwanza Simeoni, endelea, ndugu yake mwenyewe, endelea, akamwambia, tumemwona Masihi. Ati nini? Tumemwona ni nani? Masihi. Wamemwona Masihi. Maana yake sasa ikitafsiriwa maana yake sasa, maana yake ikitafutwa Kristo. Kristo sasa ni ile maana, lakini neno yenyewe ni Masihi. Rudia andiko. Inasema lakini huyo akamwona kwanza Simeoni, naam, ndugu yake mwenyewe, akamwambia, naam, akamwambia nini? Tumemwona Masihi. Mpe. Wamemwona nani? Masihi. Masihi ni nani? Yesu Kristo. Kristo ni maana ya neno Masihi. Umeelewa mwalimu? Kidogo. Hii neno Al-Masih ni katika lugha la Kiyahudi. Ukiileta katika lugha ya Kigiriki, Kiyunani, ndio inaitwa Kristo. Na Yesu hajawahi kuwa Mgiriki, na neno Kristo hajui. Anachojua ni ile title katika lugha yake ambayo inaitwa Al-Masih, na hiyo title ndio iliyokuja katika Qur'ani. Hii ya Kigiriki ni masala ya Wagiriki. Hii Kristo ni upotoshaji wa neno Al-Masih. Walipokuwa wanatafuta maana yake, wakaona neno iliyo karibu na maana katika lugha ya Kigiriki ni Kristo. Yesu haitwi Kristo, Yesu anaitwa Masihi. Mathayo 16 aya yake 21. Mathayo 16 aya yake 21. Sikiliza hiyo maneno. Inasema mwalimu. Inasemaje? Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba, aliwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu. Ende 20 ngapi unasoma? 21. Enda 22. 22. Petro akamchukua. Hapana, enda 18. 18. Naam. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro. 19 enda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Endelea. Na lolote utakalolifunga duniani. Hapana, rudi 20 sasa.
20. Sasa sikiliza hiyo maneno. Ndipo Bwana Yesu alipowakataza sana wanafunzi wake, alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote, ya kwamba yeye ndiye Kristo. Yesu amewakataza wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote yeye ndiye nani? Kristo. Kwa maana yeye si nani? Yeye ni Kristo, lakini rudia tena pale. Rudia tena. Yeye ni Masihi, sio Kristo. Hii Kristo ni fake. Original name ni Al-Masih. Kizungu inaitwa Messiah. Kiarabu inaitwa Al-Masih. Kiyahudi inaitwa Al-Masih. Lakini Kigiriki huko Europe uzunguni ndio wamekuja na neno fake, counterfeit. Inaitwa Kristo. Yesu aliposikia hiyo maneno akasemaje? Soma tena. Ndipo aliwakataza sana wanafunzi wake. Yesu akawakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote, ya kwamba yeye ndiye nani? Ndiye Kristo. Unaona sasa, yeye ni Masihi, sio Kristo. Yesu aliwakataza watu wasimwambie yeye ni nani? Sio Kristo. Wasimwambie yeye ni nani? Yeye ni Kristo. Kwa maana yeye si nani? Yeye ni Kristo mwalimu. Yeye ni Masihi wewe. Wacha tulenge hiyo. Niambie. Yenye mimi nataka limbuko lao waliolala. Sasa nani analalaga? Mimi nijibu swali mwalimu. Nasema hivi, Biblia pale imeanza aje? Ngoja kidogo. Biblia ni yenu, Qur'ani ni yetu. Kwa hivyo umeweka, subiri. Wanaolala ni wale waliopotea. Wewe umepotea. Limbuko lao waliolala ndio nataka uniambie. Ambao ni kina nani? Waliopotea. Limbuko lao ndio mimi nataka kujua. Limbuko lao? Waliolala. Ndio nini maana yake? Unauliza swali gani? Nataka nijue. Kristo amefufuka. Limbuko lao waliolala. Kristo alifufuka. Soma tena basi. Mpe asome. Naam. Na sisi tumeonekana kwa ushahidi wa uungu wa Mungu. Hapa anaenda 21. 21. Naam. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Sio Masihi Isa ibn Maryam, ama Masihi Isa ibn Maryam hakukufa wala hakufufuka. Huyo hayuko. Sasa huyo wa Greek huko ndiye aliyefufuka. Endelea. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Kristo huko Giriki amefufuka katika wafu. Limbuko lao waliolala. Kina nani hao waliolala? Rudi. Na hapo nao waliolala katika Kristo, kama hao wa Kristo wamepotea. Ndio mliolala na mmepotea. Waislamu, takbir. Allahu akbar. Unaona sasa? Hebu Waislamu ni waone ishara ya mkono na kukaribisha katika Uislamu. Unaonaje wewe Muislamu? Asikubaliane nayo kwa sababu nakubali Yesu Kristo. Ni nini katika Uislamu hukubaliana nayo? Mimi nakubali kwamba Uislamu, kwa upande wa Uislamu Muhammad hakufufuka, lakini Yesu Kristo alifufuka. Kwani mtu akifufuka ndio inabadilika? Yes, alikufa kwa sababu ya dhambi zetu ili tukaweze kuona ufalme wa mbinguni. Okay. Ulisema Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi yenu, sawa? Yeah. Okay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa na kufufuka, atafufuka, kwa sababu hata Musa alikufa na akazikwa na bado hajafufuka. Ibrahimu alikufa na akazikwa na bado hajafufuka, na Ibrahimu ni baba wa imani. Umenipata vizuri Kabisa. Na wewe si utakufa? Ndio. Utakufa. Muhammad alikufa akafanywaje? Akazikwa. Lakini Yesu umesema amefufuka, yuko wapi? Alifufuka na akaenda mbinguni. Wewe ukifa utamfuata Muhammad kaburini ama unaenda mbinguni direct? Kwa ajili ya hiyo ni kwamba nasema hivi, wewe ukifa, tumekubaliana Ibrahim amekufa, yuko wapi? Kaburini. Musa alikufa, yuko wapi? Kaburini. Muhammad amekufa, yuko wapi? Kaburini. Lakini Yesu yuko wapi? Ndio nasema. Ngoja wewe, Yesu yuko wapi? Yuko mbinguni. Wewe ukikufa unaenda kama helikopta mbinguni ama unafuata Muhammad? Nilipookoka nikaunganika na Yesu Kristo. Nasema hivi. Nasema ya kwamba, narudia tena Dominic, nisikize. Ukifa, nasema hivi, ukifa unaenda mbinguni kama helikopta ama unafuata Muhammad? Mwili wangu utakaa kama nani? Ngoja. Mwili wako unakaa wapi?
mwili wangu unakaa wapi? katika wafuni. Lakini nasema hivi, kaburini, sio wafuni, kaburini, sawa eh? Na Muhammad yuko wapi? Kaburini. Kumbe ukifa unafuata nani? Sasa unatoroka sasa, unakataa kufuata, kumbe utafuata bado. Sasa rafiki yangu, nasema hivi, afadhali ukubaliane na yeye saa hii, ndio ukifika kaburini msalamiane. Nakwambia ukweli, saa hii kubali kabisa. Ukikataa na yeye, kwa sababu ya kwamba Yesu, nilipookoka nikajuana na Yesu, na wakati nilipojuana na Yesu nikakuwa moja na Yesu, kwa sababu ninakaa na yeye katika kiti cha enzi. Kwani uliokoka? Niliokoka kwa sababu. Nini maana ya kuokoka? Kuokoka ni kujuana na Yesu. Andiko nipe sasa, inasema kuokoka ni kujuana na Yesu. John chapter 3 verse 3. Mtu asome John chapter 3, jinsi ya kujua. Sijauliza jinsi ya kujua, ulisema wewe umeokoka na maana yake ni kujuana na Yesu. Hiyo ndo tunataka. Acha kumbungu wewe. Acha kumbungu. Matthew, sinatafuta John 3. Tafuta John 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Farisayo. Huyu akusomea, mtu akusomea huyu. 3:1 Yohana. Inasema nini? Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Naam. Jina lake Nikodemo. Naam. Mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku. Naam. Akamwambia, Rabbi, tunajua kwa wewe mwalimu. Kisha wewe mbadilishane ndo aone andiko. Evans mbadilishane ndo aone hiyo andiko vizuri. Muonyeshe vizuri. Huyo alimjia usiku. Akamwambia, Rabbi, tunajua kuwa mwalimu. Wewe Yesu mwalimu. Umetoka kwa Mungu. Umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi. Hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe Yesu, isipokuwa mtu kama huyo. Mungu yu pamoja naye. Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amina nakwambia. Hebu mpatie. Nilichokuuliza baba, mpaka andiko gani? Mpaka 10 ni nyingi. Nasema hiyo maandiko ni mingi, utasoma kanisani. Enda direct kwa target, andiko gani unataka? Direct kwa andiko gani unataka? 3 ndio hiyo. Basi soma 3 mpaka 10. Hiyo ni mingi. Enda direct ile point unataka. Nasema hivi, Usome kwa haraka. Utasoma, ngoja kidogo. Nasema hivi, unaona 3 mpaka 10 ni mingi. Nasema hivi, chagua ile andiko unataka katika hiyo 3 mpaka 7 mpaka 10, isomwe hiyo moja. Verse 3 soma. Yesu akajibu akamwambia, Naam. Amina nakwambia. Naam. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mimi sijauliza masala ya kuona ufalme wa Mungu. Nilikuuliza ukasema umeokoka, nikakuuliza nini maana ya kuokoka? Ukaniambia kuokoka ni kuonana na Yesu. Sasa wacha mimi nikufundishe maana ya kuokoka for free. 15:1 Matendo ya Mitume. Sikiliza maana ya kuokoka. Mtu akikuuliza kanisani maana ya kuokoka, jibu ndo hiyo. Uende waonyeshe. 15. Nyinyi huwa mnaaminishwa bila kufundishwa. Sisi hapo huwa tunafundisha, hatuwaaminishi. Tunawafundisha ndo baadaye uamini. Lakini kanisani kwanza ndo unaamini, mafundisho hakuna, imani mbele bila maelezo. Soma hiyo 15:1. 15:1 Matendo. Inasemaje? Wakashuka watu waliotoka kule Uyahudini, wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi nini? Hamwezi kuokoka. Msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kufanyaje? Hauwezi kufanyaje? Farudie. Kumbe kuokoka ni kutahiriwa. Sasa wewe unakuta kutangazia ulitahiriwa. Rudia tena andiko. Soma tena. Wakashuka watu waliotoka Uyahudi. Naam. Wakawafundisha wale ndugu ya kwamba. Hii ni kufundishwa, endelea.
msipotahiriwa. Ati nini? Msipotahiriwa kama desturi ya Musa. Msipotahiriwa kama desturi ya Musa, hamwezi kuokoka. Kumbe kuokoka ni kufanywaje? Kuongea kwa sauti. Kumbe ukisema umeokoka maana yako umefanywaje? Umetahiriwa moyo. Kutahiriwa moyo sikuwa najua. Sasa hiyo hospitali ya kutahiri moyo utatuonyesha. Kisha kitu nyingine uliniambia ati Yesu alibeba dhambi yako. Si ulisema hivyo? Si ulisema hivyo? Kwani Yesu amekuwa gari ya kanjoo ya kubeba uchafu ya watu? Kwanza tangu lini mtu anabeba dhambi ya watu? Ningependa tufahamu kwanza jinsi huyu Yesu ni nani? Huyu Yesu ni nani? Huyu Yesu ni nani? Ndio nataka acha nikufundishe Yesu ni nani. Waqala aya inasemaje? Qala inni Abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya. nataka Yesu ni nani? Nataka tuende kwa neno kabisa ndio tufahamu Yesu ni nani. Sasa wacha tukujibu. Sasa wewe nijibu alafu mimi niende. Ndio utanijibu. Sawa. Mimi naanza na Qur'ani. Wewe Yesu ulipokuwa mtoto ulituambia wewe ni nani? 19:30 Qur'ani. Ninasema baada billahi minash shaitani rajim. Wewe angalia huko vizuri. Bismillahir rahmanir rahim. Yule mtoto akasema. Yule mtoto Yesu akasema. Hakika. Mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Yesu wakati ni mdogo akasema mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Amenipa kitabu ya Injili na amenifanya. Ati nini? Na amenifanya nabii. Mpe. Ndani ya Qur'ani tunaambiwa na Yesu mwenyewe kuwa amefanywa kwa nani? Kwa hivyo kwa mujibu wa Uislamu Yesu ni nani? Nabii. Sasa wacha tuende Yerusalemu, mahali Yesu alikuwa anaishi. Wale watu waliomuona walijua yeye ni nani kwa kuwa alijitangaza kuwa ni nabii. 21:10 Mathayo. 21:10 Mathayo. Tunakufundisha pole pole. 21. Hiyo ilikuwa ni Qur'ani. Sasa tumeenda safari. Tumeenda Jerusalem kwenda kuuliza walioona Yesu. Waliona akiwa nani? Inasema nini? Inasemaje? Hata alipoingia Yerusalemu. Yesu alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki. Mji mzima ukataharuki. Watu wakisema ni nani huyo? Wanaulizana huyu Yesu ni nani? Who is Jesus? Makutano wakasema. Watu waliokuwa katika mkutano wakasema huyu Yesu. Huyu ni yule nabii. Huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti. Ya wapi? Ya Galilaya. Mpe. Waliomwona wanasema huyu ni nani? Anakuuliza ni andiko gani? Ni Mathayo 21:10. Mwalimu kuna hapa. Boni. Tafadhali Boni mnyamaza. Boni nyamaza kidogo. Sawa. Tulia kidogo. Nikimalizana na huyu nitakunyoa pia wewe. Pia kichwa chako maji. Wacha nimalizane na huyu, ni mtibu akishapona. Huyu ako na ugonjwa ndogo sana, ni malaria tu. Wewe uko na mpaka TB na typhoid. So wacha nimalizane na huyu, maradhi yake ni kidogo. Ndio nikuja na wewe ambaye maradhi yako ni sugu. Ama sio hivyo Islamu? Huyu yake ni kubwa. Sasa hii ndogo ndio tunamaliza kwanza, akishapona yako ni ICU uende ukakufa. Lakini uko karibu kupona. Kwa hivyo siwezi gangana na mtu ambaye ni maiti na acha mwenye ambaye anaweza kuwa hai. Rudia, sikiliza andiko vizuri na mnyamaze. Hata alipoingia Yerusalemu. Angalia rafiki yangu, ni Mathayo 21:10. Yesu ameingia wapi? Mpe. Tunaambiwa ameingia wapi? Yerusalemu. Endelee. Mji wote ukataharuki. Mji mzima ukataharuki. Watu wakasema ni nani huyo? Wanaulizana huyu Yesu ni nani? Makutano wakasema. Waliomuona wakasema huyu ni yule nabii. Huyu ni yule nabii Yesu. Tena na anaitwa Yesu wa Nazareti. Wa wapi? Ya Galilaya. Mpe. Waliomuona Yesu wanasema Yesu ni nani? Kwa Mungu. Sawa? Na sio waliomuona tu, hata wale aliowaponya. Kuna mwanaume mmoja alikuwa kipofu, Yesu akamponya akaona. Alipoona watu wakamuuliza yeye, kwa kuwa amekuponya unasema ni nani? Sikiliza ijibuje. Yohana 9:17. Hizi ni maandiko kanisani mnafichwa. These are the verses which are hidden from you by church leaders
or church clerics. Kanisani wanafichwa, hawaonyeshwi hiyo. Hawaambiwi Yesu ni nabii, wanaambiwa Yesu ni Mungu. Hawaambiwi wangu hii Yesu ya kuwa nabii, hiyo huwa inafichwangwa. Ni kadi mchungaji ameficha. Ila anaambiwa ni Yesu ni Mungu. Ila Yesu kuwa nabii wa Mungu hawaonyeshwi. Soma hiyo sasa. Hapo kazi umeharibu. Soma sasa. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari? Katika habari zake kwa vile alivyokufumbua macho? Unaona anaulizwa, unasemaje kwa vile alivyokufumbua macho? Akasema, sasa yeye ambaye amefunguliwa macho akasemaje? Akasemaje? Ni nabii. Ati nini? Ni nabii. Mpe mwenye ameponywa upofu akaona, akajibu Yesu ni nani? Na wewe unakubali Yesu ni nabii? Nabii wa nani? Kumbe si nani? Ni Mungu. Ndio nasema kidogo. Tukubaliane kidogo. Let's agree together. Hii ni neno la Mungu. Sikatai. Ngoja kidogo. Hapo umesema ni nabii. Tukubaliane. Maandiko yamesema Yesu ni nani? Nabii wa nani? Wa Mungu. Kumbe kuna Yesu na nani? Sikatai. Sijasema umekataa. Ngoja kidogo. Sijasema umekataa. Tumeonyeshwa ndani ya maandiko Yesu ni nani? Nabii wa nani? Kumbe kuna Yesu na nani? Kumbe Yesu si nani? Yesu ni Mungu. Hebu fikiria tena. Ngoja kidogo. Fikiria kidogo. Hatukulazimishi kwa Muislamu, nasema hivi. Hatukulazimishi kwa Muislamu. Ndio nasema hivi. Unajua maandiko lazima tuangalie kwa kina maandiko. Kabisa. Hatuwezi enda tu on the other side only. On the other side. Nisikize kidogo. This is okay. Tulipoangalia maandiko kwa kina, nisikize kidogo. Tulipoangalia maandiko kwa kina, tuliambiwa Yesu ni nani? Nasema, tuliambiwa Yesu ni nani? Tumeshasoma ni nabii. Wa nani? Wa Mungu. Kumbe fanya kidogo. Nabii wa Mungu. Kumbe kuna Yesu na kuna nani? Kitu yenye nataka. Ngoja, kuna Yesu na nani? Ndio nataka nikueleze vizuri. Nieleze vizuri. Unajua lazima umesoma hapa na unipe na mimi nisome neno. Soma. That is the thing. Yaani utasoma. Itasema Yesu ni Mungu. Kabisa. Hato. Nipe andiko moja tu Yesu anasema mimi ni Mungu. Ngoja kwanza. Unayo andiko? Kusome. Niko na andiko karibu 6. Yesu anasema mimi ni Mungu. Ndio. Niko na andiko. Mimi nataka nikueleze Yesu ni nani mpaka mwisho, alafu nisikize zako. Okay, sawa. Hii yangu ni ngoja kidogo. Tukubaliane kwanza. Hii niliyoitoa ni kweli ni uongo? Ndio nasikatai. Ni kweli ama ni uongo? Nabii umesema ni sawa. Ni kweli ama ni uongo? Ndio nasema hii Yesu kuwa nabii ni jambo la ukweli. Inasema ni nabii. Nabii wa nani? Wa Mungu. Kumbe si nani? Si Mungu. Tosha hivyo. Tunataka tusikizane. Hakujaribu mnyamaze. Shida ni kwamba ile kidogo. Tunafundisha huyo mtu mmoja aelewe. Hatutaki kidogo. Hatutaki tuongee maneno. Tunataka tuongee neno. That is mfano nimesema, ngoja nisikize kidogo. Unipe nafasi. Ngoja kidogo. Nisikize kidogo. Yesu ni nabii wa Mungu. Kubali kidogo. Sijakataa. Hata mimi sijakataa. Sawa. Mfano ngoja nataka nisikize kidogo. Nikisema mimi ni dereva wa gari, maana yake kuna mimi na kuna nini? Mimi nitakuwa gari. Mimi ni dereva wa gari, maana yake kuna mimi ambaye ni dereva na kuna nini? Kuna gari. Ukisema huyu ni nabii wa Mungu, maana yake kuna huyu nabii na kuna yule Mungu aliyemfanya kuwa nabii. Kwa hivyo Yesu hawezi kuwa Mungu maadamu ni nabii wa Mungu. You cannot be the sender of yourself. Utajitumaje wewe ati mimi ni messenger of God at the same time mimi ni God? Can somebody be the messenger of himself? Haya, ongea sasa, toa kisha nitakutoa. Nyamaza. Mimi naongea na huyu mtu mmoja, siongee na nyinyi. Nyamazeni, fungeni hiyo birika. Nafasi nisome na haya, soma andiko yako. Nisome neno mpaka mwisho na usiguze. Sina shida, soma. Sawa. Katika kitabu cha Isaya 9:16 mstari wa 6. Mpe asome. Maana kwa ajili yetu. Kusome huyo. Wacha nisome. Usimfute kazi. Wacha nisome tu. Usimfute kazi Isaya
9:6. Inasemaje? Maana kwa ajili yetu Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume. Naam. Na uwezo wa kifalme wake. Naam. Utakuwa begani mwake. Endelea. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu. Naam. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Naam. Mfalme wa amani. Tumeambiwa kwamba ataitwa mshauri wa ajabu. Nani huyo? Mungu mwenye nguvu. Nani huyo? Baba wa milele. Nani? Huyo ni Yesu Kristo. Arudie tena. Nasema sina shida, mpe arudie. Hapa ni Isaya alikuwa anafanya nini? Ana prophesy. Anatabiri. Na ndio ninakwambia. Ngoja kidogo, hebu tubali. Nataka nikuelezee. Hatubishani, nasema hivi, ni kufundishana. Tunafundishana. Usione kama tunabishana. Nikisema irudiwe, kuna kitu nataka kufahamu. Na ni muhimu unifahamishe. Umenipata vizuri? Mpe arudie unifahamishe. Rudia tena. Huyu ni Isaya anatabiri. Sasa wacha tuone kama ni utabiri ama sio utabiri. Rudia tena. Maana kwa ajili yetu. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tulia sasa. Maana kwa ajili yetu mpe. Mtoto amefanywaje? Amezaliwa. Nisikize ni Kiswahili. Nikisema amezaliwa, atazaliwa, anazaliwa. Ni statement tatu. Kuna present tense, kuna past tense na kuna future tense. Nikisema mtoto atazaliwa, amezaliwa ama bado? Na nikisema mtoto amezaliwa, tayari. Kumbe huyu mtoto amezaliwa wakati wa Isaia. Kabisa. Kumbe si Yesu, sawa? Ngoja tumeelewana. Huyu amezaliwa wakati wa nani? Yesu Kristo. Yesu alizaliwa wakati wa Isaia. Alikuwa ana prophesy kwamba atazaliwa. Karudie. Hajasema atazaliwa. Ingesema mtoto atazaliwa, hiyo ni future tense. Atakuja kuzaliwa baadaye baada ya Isaia. Lakini andiko haisemi atazaliwa. Inasemaje? Amezaliwa. Maana yake wakati wa Isaia kuna mtoto tayari ashazaliwa. Ambaye sio Yesu. Rudia tena. Maana. Sikiliza tena. Maana kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu mtoto. Amen. Ata. Amen. Unaharibu ata. Mtoto. Amen. Zaliwa. Mpe. Inasema amezaliwa ama atazaliwa. Kumbe wakati wa Isaia mtoto amefanyaje? Amezaliwa. Kumbe huyo mtoto hatazaliwa baadaye, bali wakati wa, kwa sababu ni Mungu. Kwani Mungu anazaliwaga? Kwa sababu ni Mungu. Mungu anazaliwa. Tunaendelea. Nasema hivi. Tunasoma verse tayari huyu, nasema hivi, huyu tayari imedisqualify. Ameshazaliwa. Nasema hivi. Huyu inasema mtoto amezaliwa. Sio atazaliwa. Amezaliwa. Amezaliwa sio atazaliwa. And that is why tuliangalia. Sasa ngoja kidogo. Hii andiko tayari sio Yesu, ni wakati wa Isaia. Una andiko yoyote ndani ya Biblia yako inasema Yesu ni Mungu? Nimesema, amesema. Huyu sio Yesu. Haya, tunaangalia hiyo. Huyu si Yesu. Tuingie kwa verse nyingine. Gani? Isaia. Isaia 7:14. Usome. Loweke experimento hapo 7:14 usome. 7:14. 7:14. 7:14. Inasemaje? Inasema nini? Kwa hiyo Bwana, na usome hiyo sharhi yake. Soma hiyo. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Atawapa ishara. Tazama. Bikira. Naam. Atachukua mimba. Kumbe bikira atachukua mimba. Atazaa mtoto mwanaume. Naye atamuita jina lake nani? Emmanueli. Haya. Mpe kidogo. Matthew chapter 1 verse 23. Kuna kitu sijaelewa. Atatufahamisha huyo Emmanuel ni nani? Kidogo basi. Tunaambiwa hivi, kuna mtoto atazaliwa, ataitwa nani? Ataitwa Emmanuel. Sasa ukinipa andiko moja, Yesu ameitwa Emmanueli na kuwa Mkristo saa hii. Saa hii. Now, Matthew chapter 1 verse 23. Mpe iseme Yesu ni Emmanueli. Isiseme ataitwa. Tayari ishatabiriwa ataitwa. Sasa tunataka mahali anaitwa Emmanueli. Toa. Kama ni Yesu. Mpe asome.
Mathayo moja. Asome. Mathayo 1:22. Bayo sijakuelewa. Abdurrahman Bayo na Idris sijawaelewa. Soma. Inasema nini? Bayo hebu njoo. Soma hiyo. Inasema nini? Mathayo 1:22. Msome. Haya yote yamekuwa. Haya, sawa. Soma hiyo ndio niongee na Waislamu. Inasema nini? Naam. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana. Naam. Kwa ujumbe wa nabii akisema. Nabii alikuwa akisema, tazama bikira atachukua mimba. Nabii alisema bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana. Nao watamuita jina lake nani? Emanueli. Yaani Mungu pamoja nasi. Sina shida. Tunaambiwa nabii alisema bikira atachukua mimba, atazaa mtoto, naye ataitwa nani? Emmanuel. Huyo mtoto ni nani? Ataitwa nani? Emmanuel. Huyo mtoto aliyezaliwa ni Yesu, si ni kweli? Nipe andiko ngapi? Moja. Mariamu alipomzaa Yesu akamuita Emmanueli. Nipe moja. Haijasema nasema. Andiko inasema, ngoja. Hii andiko inakotiwa. Nasema hivi, hebu nisikize. Andiko inakotiwa nabii akisema mtoto. Nabii Isaya alitabiri. Nasema hivi, nabii Isaya alitabiri mtoto atazaliwa, ataitwa nani? Emmanueli. Kwa hivyo mtoto akizaliwa anafaa kuitwa nani? Emmanueli. Nipe andiko moja Mariamu alizaa mtoto akaita Emmanueli. Ndio nasema. Usiseme toa. Kwa sababu sio kwa sababu toa. Ndio nasema hivi. Usiseme toa andiko. Na kuelekeza. Usinieleze toa kwanza. Toa andiko kwanza. Ukishatoa iseme huyu Emmanueli. Toa. Awe boni tulia. Atuenda ngipo toa. Tunasema usiseme toa andiko. Nataka nikuelekeze kwa neno. Nielekeze kwanza toa. Mko huyo 1:29. Sikiliza andiko linasemaje? Luka 1:29. Enda 28. Luka 1:28. Inasemaje? Inasema kwa la andika. 28. Ama 28 ndio mzuri. 28. Inasema hivyo nini? Naam. 28. Inasemaje? Na katika nchi ile ile. 2 ngapi? 28. Endelea. Na katika nchi ile ile. Enda 10. 10 inasema nini? Naam. Malaika akamwambiaje? Msiogope. Kwa kuwa enda 11. Maana leo katika mji wa Daudi. Enda 20 basi. 20. Inasemaje? Wale wachungaji wakarudi huko 21. Hata zilipotimia. Wewe sikiliza vizuri. Hata zilipotimia. Wewe sikiliza. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri. Akafanyaje? Aliitwa jina lake. Nani? Aliitwa jina lake. Nani? Yes. Emmanueli. Aliitwa jina lake. Nani? Yesu. Unaona alipotahiriwa aliitwa jina lake Yesu. Kwa nini aliitwa Yesu? 1:28 Luka. 1:28. Inasemaje? Inasema kama ilivyoandikwa. Naam. 28. Akaingia mwezi wa 6. Malaika Gabriel alitumwa na Mungu. Naam. Kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareti. Naam. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu. Naam. Jina lake Yusufu. Kwa mbari ya Daudi. Naam. Na jina lake Maria. Bikira huyo. Enda 31. 31 inasema manini? Tazama, utachukua mimba. Mariamu anaambiwa tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Na jina lake nini? Na jina lake utamuita nani? Utamuita nani? Yesu. Unaona? Mariamu anaambiwa ukizaa mtoto usiite Emmanueli, ita Yesu. Isaia anasema akizaa mtoto aite Emmanueli. Sasa tunataka mahali badala ya kuitwa Yesu aliitwa Emmanueli kwa andiko moja. Ukitoa na kuwa Mkristo sahihi. Ile Emmanueli ni uongo na ni fake. Na sio Yesu. Mamake alimuita Emmanueli iko wapi? Andiko moja tu. Mariamu alipomzaa Yesu akamuita Emmanueli. Naam. Waislamu takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Abdurrahman injinia wa masala ya vyombo vya da'wa amesema gharama